Kuna taarifa moja nimeiona ya Jenerali Dan Kain, mwenyekiti wa wakuu wa wafanyakazi, amemfahamisha rais wa Marekani Donald Trump kwamba akiba ya sasa silaha za nyuklia nchini humo inafanya ongezeko lolote la silaha dhidi ya kwa pendekezo la kutiliwa shaka. Shirika la habari la Associated Press limeripoti likimnukuu afisa huyo. Taarifa hiyo iliwasilishwa kwa Trump pamoja na matukio mbalimbali ya operesheni zaidi ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Hapo awali Trump alikanusha ripoti kwamba Marekani ilikuwa imesitisha vita kamili dhidi ya Iran kutokana na uhaba wa silaha za nyuklia, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kuzuia makombora. The New York Times wao waliripoti kwamba kiongozi wa Marekani alikuwa ameweka kando mipango ya kuongeza kasi ya ukozi dhidi ya Iran kwa hofu kwamba hii inaweza kumaliza akiba ya vifaa vya kuzuia makombora vya Pentagon. Na kabla ya hapo gazeti hilo liliandika Dan Kain alikuwa ameionya ikulu ya Marekani kwamba kuanza tena operesheni kubwa za kijeshi dhidi ya Iran kunawezekana, lakini kwamba ingeharibu kwa hatari vifaa vya kuzuia makombora vinavyopatikana kwa amri kuu ya jeshi. Sasa nikwambie, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni vita ambavyo vinaendelea, na Ukraine kuna namna ambavyo anaendelea kuharibu, lakini pia Urusi naye akaendelea kujiimarisha, huko pia washirika wa Ukraine wakimwona Urusi anaendelea kuharibu. Na Rais Putin anasema maadui wa Urusi wamejielekeza kwenye mbinu za wazi za kigaidi. Putin amesema mbinu hizo za wazi za kigaidi zinaelekezwa dhidi yake, na anasema kwamba Moscow itatimiza malengo yake yote ya kijeshi kwenye vita vya Ukraine na iko tayari kutoa jibu kwa hatua yoyote ya uhasama. Kumbuka Rais Putin alisema kwenye mkutano na wawakilishi wa bunge la Russia Duma kwamba wapinzani na maadui wa Russia, baada ya kushindwa kutoa kipigo kwa nchi hiyo katika uwanja wa vita, sasa wameamua kutumia vitendo vya wazi vya kigaidi dhidi ya watu wa Urusi. Na Putin anasema nikimnukuu, wale walioshindwa kuishinda Russia vitani sasa wameamua kutumia mbinu za wazi za kigaidi katika vita vyao dhidi ya watu wetu. Hata hivyo, wananchi wa Russia kamwe hawatasambaratishwa na nguvu yoyote. Rais wa Russia pia amesisitiza kuwa nchi hiyo itatimiza malengo yake yote ya kijeshi katika vita dhidi ya Ukraine, na kwamba serikali ya Moscow ikishirikiana na taasisi mbalimbali iko tayari kikamilifu kukabiliana na hatua yoyote ya uhasama. Mwishoni mwa mkutano wake na vyombo vya habari, Rais Putin amesema wananchi wa Russia wako tayari kulinda nchi na kwamba wanaweza kutoa jibu madhubuti dhidi ya hatua yoyote ya uhasama, kuimarisha ushirikiano miongoni mwa jamii za nchi hiyo. Sasa kabla sijaendelea kwa kina kwenye hili, nilikueleza kwamba jeshi la Ukraine lilishambulia meli ya Iran, na shambulio hilo la Ukraine dhidi ya meli ya Iran inaelezwa kwamba lilikuwa ni kinyume cha sheria na imekiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na ni kitendo hatari cha kichokozi. Hayo yameelezwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, ambaye ameongeza kuwa hatua hiyo haitapita bila jibu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ambaye alikuwa katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mjini Tehran, ameashiria mazishi ya baadhi ya watoto wa shule Minabo pia yaliyofanyika tarehe 22 mwezi Julai, ambapo wananchi wa Iran walizika viungo na sehemu za miili ya baadhi ya wavulana na wasichana wadogo wa Kiiran waliouawa katika shambulizi la Marekani, tukio ambalo ni nadra kushuhudiwa katika historia. Na kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, yeye alimhutubu Kaja Kallas, makamu mkuu wa Kamisheni ya Ulaya, ambaye mara kwa mara amekuwa akidai kuwa ana wasiwasi kuhusu hali ya haki za kibinadamu nchini Iran, kwa kuhoji, je, hawa watoto waliuawa si wa Iran, si raia wasio na hatia? Hiyo ni moja maswali ambayo alimuuliza, na msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia alijibu swali la mwandishi wa habari wa shirika la habari la IRNA kuhusu shambulio la hivi karibuni la Ukraine dhidi ya meli ya Iran ambalo iliua shahidi na kujeruhi raia kadhaa wa Iran, pamoja na hatua za kidiplomasia zilizofuata, ikiwemo taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje kuitwa kaimu balozi wa Ukraine katika Wizara ya Mambo ya Nje, na mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje na Kallas, na kusema bila shaka wale wanaojitambua kama uungaji mkono wa serikali ya Ukraine wanapasa kuwajibika kuhusu swala hilo. Sasa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, licha ya yeye kutotoa kauli yake kuhusiana na jeshi lake kushambulia meli hiyo ya Iran, yeye ameonekana kuendelea kusafiri kutafuta uungwaji mkono kwa mataifa mbalimbali, na mara baada ya Uingereza kumpata waziri mkuu mpya Andy Burnham, Zelensky aliweza kuwasili nchini Uingereza, ambako aliweza kukutana na waziri huyo mkuu wa Uingereza. Na moja mambo ambayo yapo yanatarajiwa kuweza kutimizwa ni swala zima la kambi ya jeshi la majini ya Portsmouth kwenye pwani ya kusini ya Uingereza.
ambapo kule inadaiwa wako wanajeshi zaidi ya 200 wa Ukraine ambao wamekuwa kwenye mafunzo ya wiki 3 nchini Uingereza ambayo yanalenga kuimarisha uwezo wao vitani ili waende kukabiliana na Urusi na namna ya kukabiliana na mabomu katika Bahari Nyeusi. Na waziri mkuu wa Uingereza amesema ziara ya Zelensky inaashiria pia uungaji mkono usioyumba wa Uingereza kwa Ukraine, akisisitiza kwamba Urusi haipaswi kutilia shaka azma yao na hawatarudi nyuma hadi kutakapopatikana amani ya kudumu na ya haki kwa Ukraine. Na Zelensky yeye anasema mazungumzo yake na waziri mkuu wa Uingereza yamejikita kwenye swala la ulinzi wa anga na kuimarisha usalama wa baharini, na swala zima pia la kuimarisha mahusiano kwenye sekta ya ulinzi kwa maslahi mapana ya mataifa hayo mawili, japo kujawa na taarifa za wazi kwamba kwa namna gani hasa wamefaulu. Sasa nikwambie, Putin amekuwa akilalamika kwamba kwenye vita hivi anavyopigana pia na Ukraine amekuwa akipambana na mataifa ya NATO zaidi ya mataifa 33. Wengi wamekuwa kibisha na hili swala ni kweli, kwa sababu Ukraine amekuwa akisaidiwa kwa namna moja namna nyingine, na maswali yamekuwa ni mengi. Kwa nini Putin hataki kumaliza vita hivi haraka? Ziko sababu za msingi ambazo zinapelekea Putin hataki kumaliza vita hivi haraka. Anaendelea kupigana na Ukraine taratibu, anaendelea kumpa hasara Ukraine taratibu. Na ukitazama leo kukuletea takwimu za namna ambavyo Ukraine amekuwa akipokea maiti nyingi sana za askari. Mpaka hivi karibuni Zelensky alikataa kupokea maiti za askari wake kwa kisingizio cha kwamba anaona ni kudhalilishwa, lakini pia anadai kuvunja moyo askari walioko kwenye mstari wa mbele wa vita. Kwa hiyo hayo yote yamekuwa yakitokea hivyo, lakini sababu kubwa vita hivi kwenda taratibu kwa upande wa mwamba Putin dhidi ya Ukraine ni sababu nzima ya kwamba tayari Putin alikwishatwaa au alikwishatimiza malengo ya vita, kutoa maeneo ambayo yalisababisha ingie vitani au anzisha operation Februari 22 mwaka 2022. Yes, kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo kwamba tayari alikwishafanikisha target, na sasa hivi ni anaelekea ulinzi hayo maeneo ambayo Ukraine amekuwa akijaribu kufukuta, lakini target yake ilikuwa sio kuangamiza taifa zima la Ukraine, lakini kama ikimlazimu ana uwezo kufanya hivyo. Na kama target ingekuwa ni kumaliza taifa zima la Ukraine, basi ile jambo ungekuta tayari ilikwisha malizika kwa namna hiyo. Kwa hiyo Putin kushinda vita dhidi ya Ukraine mpaka sasa tunasema tayari amekwisha fanikiwa kwa asilimia kubwa. Amekwisha fanikiwa kwa asilimia kubwa kushinda vita dhidi ya Ukraine. Kinachoangaliwa sasa hivi ni kutimizwa sasa kwa yale maeneo ambayo tayari amekushachukua kuweza kuyadhibiti vizuri. Na ukitazama maeneo ambayo yanaonyesha nguvu ya Urusi ni kwenye udhibiti wa maeneo. Kama nilivyokuambia, Urusi amefanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji, mikoa ya Donbas, Zaporizhzhia, ukiangalia Crimea ambayo ilichukua 2016 na mbalimbali. Ukitazama pia hata mikoa ya Kharkov. Tazama kwenye jeshi, Urusi pia ameendelea kutumia makombora masafa marefu na drone kushambulia miundo Ukraine ambayo amekuwa akidhoofisha mara kwa mara, na hata matokeo ya askari ambao wanakwenda kufunzwa Ujerumani, Ufaransa, wanapokuja matokeo yao hayaonekani kwenye vita. Silaha kali hatari zinapoletwa, ndege za F-16 zilizotolewa hazionekani, matokeo yake hayaonekani. Turudi kwenye msaada wa shirika, Urusi kuna msaada anapata wa kisiasa na kiuchumi kutoka kwa nchi kama Iran na China. Hilo ni moja swala ambalo pia limesaidia kuimarisha uchumi wake, lakini kumekuwa na upinzani ambao unaendelea kupitia mataifa ya NATO, ambayo ni upinzani wa Ukraine kuendelea kupokea msaada wa kijeshi na kifedha kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya, japo haujakuwa na matokeo mazuri. Lakini pia ukitazama vikwazo vya kiuchumi vimemuathiri Urusi, lakini si kwa asilimia kubwa. Hii ni changamoto, lakini Putin amekuwa akiendelea kupambana nayo. Kwa hiyo kusema kwamba Putin ameshinda vita dhidi ya Ukraine ni sahihi kwa asilimia kubwa kwa hatua ambazo amezipiga na namna ambavyo amefanikiwa kuweka utulivu ndani ya taifa lake. Licha kwamba kwa namna moja na nyingine Zelensky amekuwa akijaribu kutaka kuingiza drone, baadhi ya makombora ndani ya taifa la Urusi, lakini amekuwa akifeli kwa namna ambavyo ujuzi umefanyika. Na nikwambie, katika vita hivi pia Urusi amejaribu kutumia uwanja huu wa vita au kutumia askari wa Ukraine kama chakula cha mizinga kwa kujaribisha silaha mbalimbali. Pia amejaribisha silaha mbalimbali, drone mpya, matoleo mapya yamejaribishwa pia na namna moja namna nyingine. Na ukitazama sasa hivi kitakwimu,
Urusi ndio taifa ambalo lina jeshi imara na jeshi ambalo ni active na hatari duniani kuliko Marekani kwa vita ambavyo amekuwa akishiriki na silaha mbalimbali ambazo amekuwa akitest. Na licha kwamba ndani taifa la Urusi lina silaha ambayo ikipigwa pale ndani ya taifa la Ukraine kila kitu kitakuwa ni mfu. Kila kitu kitakuwa ni mfu, lakini Putin anataka kutumia silaha hiyo kwa sababu hiyo silaha imeandaliwa kwa ajili ya, Putin anasema, kwa mataifa ambayo ni viburi, hususan mataifa ya magharibi, sio taifa dogo kama la Ukraine, na kupiga kombora lile ambalo hata baada ya miaka 100 hakuna kitu ambacho kitaota kwa sababu ya sumu kali iliyopo, wala kiumbe chochote ambacho kitaweza kuchipua. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Shukran kwa Baba wa Kivita. Juma anasonga ugali.